Naitwa Tasia Zaharau kuelekea Mlimani pamoja na walimu wote ambao tunashuhudia wakisimamishwa hapa. Mheshimiwa Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kata ya Kash, Mheshimiwa diwani wetu wa kata, katibu wa vijana wa wilaya kwa niaba ya katibu wa chama wa wilaya, viongozi wote wa dini mlioko hapa kwa nafasi zenu wote kama ambavyo wametambulishwa, viongozi wa chama na serikali, na mwalimu mkuu wa shule moja jirani hapo na yuko hapa, lakini shehe wangu wa hapo Kondoa, jirani zetu kwa dada wa Shatu, karibu sana Babati, pamoja na wale ambao wote viongozi wote mlioalikwa, lakini Waislamu wote mlioko hapa, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Awali yote naomba niungane na viongozi wetu wa dini kwa ajili ya kushukuru sana Mwenyezi Mungu aliyotupatia njema na kutaja leo katika taasisi yetu hii tunaposherehekea siku ya Eid al-Fitr. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu kwanza ametoa zawadi ya uzima na uhai siku ya leo, lakini pia yapata siku 30 tuko kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi wa dua ambao tuko kwenye mfungo, na Mwenyezi Mungu ametangulia, tumefunga salama na jana tumehitimisha, na leo tunasherehekea Eid. Hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi hii ya uzima na kufikia siku ya leo muhimu sana kwetu. Na mimi nafuraha kubwa sana kwa leo tunaposherehekea siku ya Eid, na mimi ni miongoni mwa waliojumuika katika taasisi hii. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa heshima kubwa sana, na viongozi wote wahakikishie mimi ninapofanya mialiko hii ya taasisi ya dini huwa nafarijika sana na nafurahi sana. Na pale ambapo tuna majukumu na shida kuja, nadhani tukiwasiliana shehe mmoja wa kata hii, lakini ninaposhirikiana kabisa basi nilikuwa nikitoa mwakilishi ili aniwakilishe kwamba niko pamoja nanyi katika kuendeleza Qur'an tukufu kwa ajili ya waumini wetu wa dini ya Islam. Kwa ndugu zangu, leo tumejiweka hapa nikiwa na furaha hiyo, na nimekuwa nikishiriki katika matukio mbalimbali kata ya Kash na kata zingine na kupata mialiko ya aina hii. Sisi viongozi hatuchagui wewe wa dini gani. Sisi tunajua tuko na Watanzania wote, na hii ndio msingi iliyowekwa na waasisi wa taifa letu, hayati Julius Nyerere, rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Sheikh Abeid Amani Karume wa Zanzibar, kwamba sisi sote wa Tanzania hatuna budi kushirikiana na kushikamana kwa ajili ya ustawi wa jamii yetu na kwa ajili ya ustawi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo wale kwangu ni heshima kubwa, na ninashukuru sana kujiunga nanyi siku hii ya leo. Lakini ndugu zangu, ndugu viongozi wa dini, niendelee kuwashukuru sana ninyi moja moja kwa kazi kubwa mnafanya kuombea nchi yetu. Mnafanya kazi kubwa ya kuombea taifa letu la Tanzania, lakini mnaombea viongozi wetu wa serikali pamoja na viongozi wetu wa dini. Ndugu zangu, bila amani tusingeweza kufanya kiasi namna hii. Japo maneno mengine leo kwa TV nyumbani au kwa redio nasikia huko ndio mambo yanakwenda. Hasa mimi nawapongeze na niombe nitoe rai kwenu, endeleeni kuombea nchi yetu ili ibaki na amani namna hii, ili tukusanyike katika mfuko kama hii, tuwafunze vijana wetu hapa masuala haya ya dini, tukiwa kwenye utulivu na amani katika nchi yetu. Lakini pia tuendelee kumwombea, na nimetoa risala hapa, tumwombee sana Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ndio kiongozi mkuu wa taifa letu. Mungu aendelee kumjazia afya njema, amin, ampe umri mrefu, amin, amjazie hekima, amin, na busara aliyoongoza kwa Tanzania, amin. Lakini tunaongea viongozi wanaosaidia, makamu wa rais, Mheshimiwa Waziri Mkuu, lakini pia kusahau Mheshimiwa Spika ambaye ni mkuu wa muhimili wa dola, ambaye pia ni bosi wangu, Mheshimiwa Musa Azan Zungu, Mungu wa Ilala, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini tunaongea pia na mahakama, jaji mkuu wa mahakama Mheshimiwa Jaji George Masari, pamoja na mahakama ambayo ina jukumu la kutafsiri sheria na kutoa haki kwa watu. Maana bunge lina kazi ya kutunga sheria, serikali inatekeleza sheria, lakini mahakama
inatafsiri sheria ya kutoa haki. Kwa hiyo viongozi vitatu vikubwa tugombee ili nchi yetu ikawa na amani, haki ipate kutendeka, wananchi waneemeke na waweze kustawi katika taifa lao la Tanzania. Kwa hiyo nakuwa kwa sana leo kujiunga nani. Lakini aliposimama mheshimiwa diwani hapa amezungumza kwamba tumeanza kazi hii miezi mitatu sasa mwanzo. Yako mambo ambayo tumeshaanza kuyafanya. Niwahakikishie watu wa Kash mmechagua diwani jembe kweli kweli. Takbir. Wao niombe mpende ushirikiano wa kila namna. Anafanya kazi nzuri. Mimi nawaelekea kila siku. Kile jambo amekuwa msikivu sana. Amekuwa kuwasilisha mahitaji yenu kwangu mara kwa mara. Na mimi niyapata na pale moja kwa moja kwa Tanzania Suluhu Hassan mambo yanakwenda. Kwa hiyo tunahakikishie mheshimiwa diwani tunakupongeza mtukufu wa makofi hapa. Hapo tunasema takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Mpende ushirikiano. Mimi niko naye vizuri mno. Ni mtu anasikivu mnyenyekevu. Kwa naamini mambo yetu yatakwenda salama kabisa. Hapo tunazungumza wale wamema vitongoji. Juzi tumeshaanza vitongoji vinne. Lakini wakishia vitongoji vyote ambavyo bado tumeshawasiliana na mashirika vyote ninavyo. Na mimi nakutana kwa taasisi huko TANESCO leo vitongoji vyetu vyote vitapata umeme wala sana shida. Na huo ndio kugoba nguzo 10-20 na yeye nimechukua shehe wangu imamu hapa huko nimechukua kuna watu kuja kujadili kwenye vitongoji. Baada ya vitongoji vyote tunapita vile ambavyo hawajajaa tunadalisha kote. Lengo la Tanzania Suluhu Hassan ni kuhakikisha kwamba wananchi wote wanapata nishati ya umeme kwenye nyumba zao, taasisi za ibada hizi, taasisi za elimu na taasisi zingine zote. Kwa hiyo jukumu letu na tunalifanyia kazi. Habari ya barabara tumesikia hii hapa ambayo anaandikwa mashahidi ya ndani kwa diwani na tunalo pia tunalifanyia kazi na barabara zingine zote. Na bahati nzuri bahati nzuri mvua zimezidi na barabara nyingi zenyewe ambazo zimekaa salama zimeshaanza kuanza kukorofi. Lakini zote tumezichukua pia tunafanyia kazi kwa sababu iko ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi. Masuala ya elimu na masuala mengine yote tunafanyia kazi kwa sababu tunatambua lazima ile juhudi letu sote na kazi ya serikali ni kuhudumia wananchi na kuleta ustawi kwa watu. Kwa hiyo tunafanya kazi kwa sababu ni jukumu ambalo liko mbele yetu. Ndugu zangu, kama ambavyo tunasema leo sio siku ya siasa, leo siku ya sherehe. Maana tunaoja vikao mchana bado na jioni tusubiri. Basi na mimi sitaongea sana ili tuwe tuandae maabudi ya jioni tena. Sasa risala ya somo risala nzuri sana na vijana wetu. Tumepokea risala hii kwa mikono miwili. Kwa sababu imegusa maeneo ambayo yanagusa taasisi, yanagusa jamii. Tumezungumza habari ya ukosefu. Leo mambo kadhaa, mambo mane, lakini mambo maongezea ya tano ya umeme kwenye maeneo jirani. Tano habari ya uzio, mambo ya bweni, jiko, pamoja na barabara na vitu vingine ambavyo vimetajwa katika hii. Mimi nasema kwamba tumeyasikia na tumeyachukua. Na baadhi zao nimependa kabisa mambo yainisha. Mkitambua kwamba changamoto za nchi siku moja zinakwenda hatua kwa hatua. Na umeanza na jiko la kupikia na mimi nawakishia ili nimechukua na nimeweka pembeni kabisa ndio tofauti. Lakini tunazungumza habari ya masuala haya ni mambo ambayo yanataka kufanyika haraka. Mapema kabisa wala sana mashaka. Na mnajua mimi ni kwa kaidi. Na shukuru Mwenyezi Mungu. Haya ndio yanasumbua sana kwa wale tekeleza. Kwa hiyo matokeo nimechukua na masuala haraka sana tuanza nalo. Tunaendelea jiko. Kwa hiyo tunataka pia marafiki kama wamesema kwa ajili ya uzio wa taasisi yetu hii. Kwa hiyo tunachukua kwenda hatua kwa hatua. Mimi naamini kwa kuwa kazi hii ni kazi njema, ni taasisi ya Mungu. Mimi naamini Mwenyezi Mungu ataonyesha mkono wake, atafanya wepesi na ile baraka nzuri. Inshallah kazi yetu itafika hadi Janna. Amen. Kwa ndugu zangu, haya tunachukua na tunakwenda kuyafanyia kazi kwa ujumla wake, wala tusio na mashaka. Na mimi naamini kwamba tutakuwa mambo hapa rafiki yangu tunaendelea kuwasiliana mara kwa mara kwa taasisi yako ndio namna gani tunaweza kuboresha hatua kwa hatua kwa ajili ya kazi tunayofanya.
si rahisi sana jamani, kwa wasaidia vijana wadogo namna hii na kuwa wasikivu. Wale wanafanya kazi kubwa sana, labda tupongeze, lakini tuombee Mwenyezi Mungu amjazie baraka. Amin. Mwenyezi Mungu awe msaada yako. Mwenyezi Mungu awe ndugu yako, afanye wepesi kila namna. Wakati kwa unafanya wewe pamoja na wasaidizi wako wote, sisi tunakuombea na tunaahidi ushirikiano wako kila wakati kwa ajili ya kazi nzuri ambayo unafanya katika eneo hili. Maana hao unaoandaa ndio viongozi wa taifa letu kesho, ndio maimamu wa misikiti yetu, ndio mashehe wetu watarajiwa. Kwa kazi hii kazi njema, na nichukue nafasi hii kuwapongeza walimu wote wanaosaidia, lakini pia vijana wetu tuliokuwa wapenda kupongeza sana wakati huo mnafanya. Tunaomba Mwenyezi Mungu aendelee kuwapa busara na kuwe ukiwa viongozi wazuri, kuwe viongozi wetu wa dini, viongozi wetu wa serikali. Mwenyezi Mungu atabariki sana huko mnapoelekea. Baada ya kusema haya, ndugu zangu, leo kama nilivyosema, sio siku ya shughuli nyingi, maneno mengi ya siasa. Kwanza